Habari, leo tunaanza stori yetu nzuri na kusisimua ya msichana wetu anaitwa Evelina. Evelina anatuambia kuwa mimi nilitokea kijijini nikaja mjini kufanya kazi. Kazi hii ilikuwa ni kazi ya ndani. Niliajiriwa katika nyumba moja, ilikuwa na baba na mama na watoto wawili. Nikawa nafanya kazi za ndani kama mfanyakazi wa ndani. Siku zilipozidi kwenda nilianza kuona utofauti kidogo katika hii nyumba, na utofauti ulikuwa kwa upande wa mwanaume. Mwanaume huyu mara nyingi alitumia muda mwingi kunitizama. Nilikuwa nikimwandalia chai, baba huyu ananitizama kwa muda mrefu sana. Na hii nyumba kikawaida walikuwa wana tabia ili ya kuzozana mara kwa mara. Si nyumba ambayo mnaweza kukaa siku 3 au siku 4 uyasikia kelele chumbani. Lakini sikuwahi kujua wanakuwa nagombaniana nini, kwa sababu kugombana muda mwingine mama anaenda kulala chumba cha watoto, au muda mwingine mama analala sebuleni, asubuhi unaamka na kukuta mama kalala sebuleni, lakini sikuwa najua anagombaniana nini. Evelina anasema, siku moja nilikuwa niko jikoni, baba alikuja. Akaniambia, Evelina, nahitaji unitengenezee chai nzuri sana, nahitaji kunywa. Na baba huyu alikuja alikuwa amevaa vest pamoja na pants. Yaani ile asubuhi ametoka kuamka, na ukimwangalia baba yani amejichola. Baba yuko vizuri sana. Kwa hiyo mimi sikuwa nimewaza chochote kile, lakini baba aliniambia anahitaji chai, nilimwandalia chai. Nikamwambia baba, chai hii hapa. Wakati nimemwekea chai ninaondoka, aliniambia, Evelina, njoo mara moja. Nilienda. Akaniambia kaa pale. Nikakaa. Akaniambia, humu ndani mimi nikiondoka huwa kuna mtu gani anakuja? Au ushawahi kuona kitu chochote tofauti na hivi tunavyoishi? Nikamwambia, baba, sijakuelewa unamaanisha nini? Akaniambia, yani inamaanisha kwamba kuna mtu mwingine anakuja tofauti na mimi humu ndani. Nikamwambia, hapana, sijawahi kumuona mtu yote amekuja tofauti na wewe. Labda wengine vijana huwa wanatumwa na mama walete kitu fulani, hata kama mama hayupo nakuta analeta vitu hapa nyumbani. Basi na mlinzi ndio huwa anaingia ndani. Mimi sijawahi kumuona mtu yote. Akaniambia, sawa. Nikuuliza hivyo naomba usije kumwambia mama yako. Mimi sikuwa nimeelewa amemaanisha nini na kwa nini ameniambia hivyo. Niliendelea kuishi. Siku nyingine tena, kama baada ya wiki moja kupita, aliniita akaniambia, Evelina, naomba nitengenezee chai kama leo nitengenezea siku ile. Nikamwambia, baba, siku gani? Akaniambia, kuna siku nikufuata jikoni nikamwambia nitengenezee chai. Nikamwambia sawa. Nikatengeneza chai nikampa tena. Baada ya kumpa alisema, chai ni tamu sana. Unajua sana kupika. Mimi wewe ukipika chakula hata kama mtu hajaniambia nakijua chakula changu. Hongera sana. Nimwambia asante baba. Akaniambia, na zawadi yako? Nikamwambia, zawadi mimi baba? Akaniambia, na zawadi yako. Nikamwambia, iko wapi? Akaniambia, unaitaka? Nikamwambia ndiyo. Akasema, sijali, nitakuletea. Leo jioni nikirudi nikumbushe zawadi yako. Lakini hakikisha mama yako anakuwa hasikii unavyoongea. Sijui mwenyewe utaniambia muda gani, lakini hakikisha mama yako ajue, lakini nina zawadi yako. Na mimi baba wakati ameongea hivi nilijua labda zawadi ipo ndani, lakini niligundua kuwa zawadi haikuwa ndani, ila alikuwa ananiangalia kwanza. Yaani alikuwa ananiandaa kwa ajili ya mimi kupokea zawadi. Nimwambia, baba, asante. Akasema, unasema asante hujaona hata zawadi. Zawadi gani? Haya basi nikuulize, ungetamani upewe zawadi aina gani? Nikamwambia, baba, mimi zawadi ni zawadi. Ukinipa chochote mimi nitafurahi. Akasema, ningependa uchague. Nikamwambia, siwezi kuchagua, baba akanichagulia. Akaniambia sawa. Baba aliondoka, akaniambia nifungulie geti. Mlinzi alikuwa ameenda kung'olea ng'ombe majani. Nikaenda nikamfungulia geti, baba alipita na gari akaondoka. Jioni alirudi mama kabla ya baba. Na mama huyu ni kisani sana. Muda wote yuko busy na simu, yuko busy na laptop, yuko busy na kazi zake. Kwa hiyo akifika, niweke hiki, nioge, niweke maji, nioge, niweke hiki, nile, nifanye hivi, yani yuko hivyo. Yani anaweza akakuita hata uje umsogezee stuli aweke mguu wake. Anakuita mtu uache kazi uje umsogezee stuli aweke mguu wake. Ni mama wa design hiyo. Najua wengi wanaelewa. Si mtu ambaye anaweza hata kaongea na wale watoto wake, hapana. Homework nini vyote watoto wakiomba msaidie anasema mwambie ni dada. Kwa hiyo mama alifanya kazi zake na baadaye aliingia kulala. Akiwa ameshakula. Baadaye baada kama nusu saa baba alirudi, ipigwa honi, akafunguliwa mlango, nikamfungulia na mimi mlango wa kuingia sebuleni. Baba alisema, mmeshindaje?
si kitu cha kawaida kwa sababu akiingia tunasema shikamoo, lakini alisema ameshindaje? Nikamwambia tumeshinda salama. Wamelala? Nikamwambia baba wameshalala. Aya, mke wangu yuko wapi? Nikamwambia mama pia yuko chumbani. Akasema sawa, kaingize vitu vipo kwenye buti. Kwa hiyo mimi nilienda nikafungua buti nikaingiza vitu. Kuna vitu vingi vya jikoni na vitu vingine, lakini sikuwa nimejua kuna nini katika vile vitu ambavyo nimechukua, lakini akili yangu ikawa inaniambia kwamba baba alisema anakuja na zawadi. Kwa hiyo nasubiria zawadi kutoka kwa baba. Haya, mimi baba aliingia ndani, baadaye akakaa huko. Nafikiri alikuwa anaoga, baadaye alitoka akaja akala. Alipomaliza kula akasema, "Kwenye buti umeingiza vitu vyote?" Nikamwambia ndio. Kulikuwa kuna boksi. Yaani boksi fulani hivi na mfuko. So, na kuna boksi umeliona? Nikamwambia nimeliona. Akasema umelichukua? Nikamwambia ndio. Akaza mifuko, nikamwambia yote nimeingiza. Kwa sababu niliona kuna nyama niliweka kwenye friji, vingine nilikuwa sivielewi vimefungwa, sikufungua niliacha. Akanambia sawa. Umeweka wapi? Nikamwambia nimeweka huko jikoni. Akasema sawa. Akaingia jikoni yeye mwenyewe, akaingia mwenyewe jikoni. Baba akachukua mfuko mmoja akaufungua, akasema zawadi yako hii hapo. Akanipa na alitoka. Naenda kufungua ndani, nakuta amenunulia magauni 3 mazuri sana. Mazuri, lakini haya magauni yalikuwa yananishika. Yaani hivyo jaribisha nikaona yamenibana, na mimi nimeshazoea kuvaa nguo za marinda. Kwa hiyo niliona kuna ugumu wa kuvaa. Nimwambia baba asante, nimependa sana magauni, lakini yamenishika sana. Akaniambia umekushika aje? Nikamwambia nimevaa nimejaribisha hivi yamenishika sana. Nikamwambia kavae moja njoo. Nikaenda nikavaa gauni moja. Kwa kweli nilikuwa naona hata aibu kwenda kwa baba akanione, kwa sababu makalio yameshika, yani kila kitu kimeshika, tumbo limeshika, maziwa yameshika. Nikaenda nikawa nimejikunyata nikamwambia baba angalia hili. Akasema wow, umependeza sana. Lakini kwa kweli mimi sikuwa naonekana nimependeza, kwa sababu nilikuwa naona kama amenionyesha maumbile yangu sana, amenibana sana. Lakini alisema hongera, kavue, weka vizuri, usimuonyeshe mamako. Umependeza. Yaani ni nguo ambayo imekutoa kweli kweli. Lakini sikufurahia kwa kweli, kwa sababu nilijua ataletea zile za marinda niweze kutembea nazo barabarani, na sasa hii nguo alileta siwezi hata kuvaa humu ndani. Kwa hiyo nitaweka tu mle kama picha. Tuliendelea kuishi. Baada ya muda mama aliendelea kuwa sawa. Mama huyu alikuwa ni mtu ambaye yuko busy sana, lakini si mtu ambaye anaongea ni maneno sana. Na mimi sipendi mtu anayeongea. Kwa hiyo mama alikuwa haongei sana. Yaani yeye anaamrisha, anaendelea na maisha yake. Siku moja mama walipata safari, wakasema anaenda kutembea Arusha. Yaani kipindi cha mwisho wa mwaka. Kwa hiyo alikuwa anaondoka na yeye na watoto wake 2, na alisema baba pia atamfuata. Kwa hiyo mimi nilibaki hapa nyumbani, baba aliwapeleka stendi, walipanda gari na waliondoka. Baba alienda kazini, jioni alirudi, nilimpikia chakula, nikawa nimemwekea mezani, nikamwambia baba, chakula kipo mezani. Akasema sawa. Akaingia chumbani, akaenda huko kakaa kama kawaida yake muda mrefu, baadaye akatoka. Nafikiri alikuwa anajiandaa naoga. Alivyorudi akaniita, "Evelina njoo." Nikamwambia sawa baba nakuja. Nikaenda nilikuwa ninakanda unga wa chapati. Akasema, ndio umekuja umechafuka hivyo." Nikamwambia nilikuwa nakanda unga napika maandazi kwa ajili ya vitafunio vya kesho. Akasema usikote. Nikamwambia ndio baba. Akaniambia sawa, naomba kae hapo. Kwa hiyo nilikaa chini nikaanza kumsikiliza baba. Baba alisema, "Evelina, naomba nikwambie kitu na usinifikirie vibaya." Nikamwambia sawa baba nakusikiliza. Akasema, "Evelina, wewe sasa hivi unaenda kuwa mdada." Na baba alikuwa anaongea hivyo nilikuwa na miaka 17. Akaniambia unaenda kuwa mdada na kuona. "Una umri gani sasa hivi?" Nikamwambia baba na miaka 16 naenda 17. Akaniambia safi. Wewe ni mkubwa sasa. Utaenda kuwa na familia yako. Nilikuwa nataka kuongea na wewe sana. Sijui hata nianzie wapi, lakini naomba nikiongea unielewe. Nikamwambia baba nakusikiliza. Akanambia sawa. Nikamwambia Evelina, mimi kuna mazingira naishi humu ndani na mamako sio mazuri sana. Unaonaga kila mara nyingi tunagombana. Kwangu mimi amenizidi cheo kazini. Atafanya ofisi moja au kila mtu yuko na mambo yake, yani ana ofisi yake tofauti. Yeye alikuwa ajioni tofauti na mimi ambako mimi niko. Lakini uwezo wa mamako na mimi uko tofauti. Kwa hiyo mamako ananidharau. Ndio maana hata kuna vitu vingine ambavyo mimi nikiongea kama mwanaume mamako hanisikilize. Nikamwambia sawa baba nakusikia. Akaniambia sasa kuna jambo nilikuwa nimeliwaza.
nilikuwa nasema nahitaji mtu akunipa faraja, na nikaona sio mbaya kama nitakwambia wewe Evelina unisaidie, kwamba unipe faraja hiyo ambayo nahitaji. Sikuwa nimemuelewa baba anamaanisha nini kusema mimi naweza nikampa faraja. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mdogo, sina uwezo kumpa faraja aina yote, sijui chochote. Lakini baba alisema nilikuwa nahitaji nipate mtu ambaye kidogo atakuwa ananifanya napata amani. Nimeangalia ofisini, kuna mdada fulani hivi kwa sekretari wangu, nimekuwa naye kidogo kama nipe faraja, lakini naye nimekuja kugundua kwamba wote ndo wale wale na ananisumbua tu kichwa changu. Kwa hiyo nikaona bora niongee na wewe kama unaweza kanisaidia. Nikamwambia kitu gani baba? Akaniambia hujanielewa ninachokimaanisha. Nikamwambia hapana, sijaelewa. Baba ndipo aliponiambia kuwa mimi nakupenda wewe, natamani niwe kwenye mahusiano na wewe, na ninachokipenda kutoka kwako, nahitaji uwe una mahusiano, yani tu tunafanya mapenzi mimi na wewe. Nikamwambia baba, mimi nifanye na wewe? Mimi sije kufanya hivyo vitu, ninawezaje kufanya mambo kama haya? Na mama aliniambia sije nikafanya, na siku nikifanya ninakufa. Akasema mama wako hajakosea, kufa utokufa, lakini hajakosea alichokwambia. Alikwambia kitu kizuri sana. Labda nikwambie kitu kimoja. Nikamwambia sawa baba. Akasema huwezi kufa, labda unaweza kabeba mimba, kama kuna magonjwa basi na magonjwa, lakini kufa wewe huwezi. Ninaongea hivi kwa sababu unajua nataka nikubadilishie maisha. Sio kweli kwamba eti nitakuoa nitakuwa muongo, lakini kama itatokea sio okay, mimi naweza nikafanya hivyo, lakini sikuahidi kwamba nitakuoa, ila ninachotaka nahitaji na wewe upate chochote kitu kwenye maisha yako ya baadaye. Nikawa nimebaki na meganda, namwangalia tu baba anaongea nini simuelewi. Akasema sijafanya hivi kwa ajili ya matamanio, hapana. Sijafanya hivi kwa ajili labda mke wangu hayupo nimepata uhuru wa mimi kuongea hizo mambo, hapana. Ni siku nyingi tu nilikuwa natamani niongea, lakini kwa kuona bado bado mdogo, sio kama utanielewa, lakini naomba unielewe ili tuweze kuanza maisha mapya. Baba aliniambia nisogee pale alipokuwa amekaa yeye, na niliweza kusogea, akanipakata. Baba amenipakata mimi kwenye paja lake, yani mguu wake kwenye paja. Nilikuwa ninatetemeka tu mwenyewe, hata akasema mbona unatetemeka hivyo, unaogopa nini? Nikamwambia hapana baba, naomba unishushe, siko comfortable. Lakini baba aliniambia nadhani umenielewa ambacho nimekiongea. Nikamwambia baba, mimi hicho kitu mimi siwezi. Na mama aliniambiaga kwamba kama kuna lolote litakuja tofauti nimwambie. Akasema kwa hiyo unahitaji kumwambia mamako? Nikamwambia hapana, mimi siwezi kumwambia, lakini nilikuwa naomba baba tusifanye hivyo. Akasema mimi sikulazimishi, cha kufanya wewe nenda kaendelea na mambo yako, lakini naomba lifikirie hilo. Kwa hiyo mimi nienda kupika maandazi, na baba alikula, alimaliza, alitoa vyombo yeye mwenyewe sebuleni na kuleta jikoni, na akanisaidia kuosha vile vyombo wakati mimi napika maandazi. Akawa anaongea maandazi, tunaongea tu kote pale. Baada ya muda baba alienda kulala na mimi nililala. Baada ya kama siku 3 baba alirudia tena kuongea neno lile lile, na hii siku baba alisema naomba unisaidie Evelini, leo sisikii vizuri sana, nahitaji moyo wangu kama unahitaji kutulizwa hivi, njoo hapa tuongee. Kwa hiyo nilikaa na baba sebuleni, wakati naongea baba ndipo aliponiambia kwamba alikuwa anahitaji tufanye mapenzi mimi na yeye, na aliniahidi kuwa hataniumiza, atahakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Ndipo baba alianza kunitoa nguo moja baada ya nyingine pale pale sebuleni na kuanza kufanya tendo la ndoa tukiwa pale pale sebuleni. Na tulifanya hiki kitu kidogo, sio sana, kidogo, na aliacha. Alisema wewe sio mzoefu, kwa hiyo kama nitafanya nitatumia nguvu, nitakuwa nakukosea, naweza nikakuumiza zaidi. Kwa hiyo naomba kwa leo inatosha, acha nikuache, siku nyingine tutaendelea tena. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, na asubuhi alivyoamka akaja akanibusu na akasema jioni naomba ujiandae, tutafanya tena lile jambo la jana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakaa najua kwa sababu baba na leo tutafanya kile kitu. Na kweli jioni ilipofika aliniletea kinywaji. Hiki kinywaji nilikunywa, baada ya muda nianza kusikia kama usingizi, kama yani nimelewa. Lakini kulewa huko kama ninasinzia fulani. Sijajua alikuwa amechanganya na nini. Na wakati bado sijalala kabisa nilimwona baba alikuwa anaanza kunishikashika kweli, na hapa nilikuwa simuogopi kwa sababu tayari nimeshatumia kileo. Nilikuwa simuogopi, nilikuwa namwangalia tu, hadi nipo tutalielewa, unajua yani kunyanyua mikono uwezi, yani upo tu, lakini
hivi baba aliweza kufanya hiki kitendo. Asubuhi nilishtuka niko chumbani kwake yeye baba, na sijui alinibebaje, mimi sijui, lakini nilishtuka niko chumbani na tumeshafanya hicho kitu. Na hii time hii nilikuwa nimechafua sana mashuka. Akasema nilikupa kileo, kile kileo nisamee, hakikuwa kizuri sana, nafikiri hujai kunywa pombe. Nikamwambia ndio. Akasema nilikupa kileo ulilewa kabisa, lakini katika kufanya wala sijakuumiza sana. Ni kawaida kwa kila mwanamke, kwa mara yake ya kwanza kufanya hiki kitu ni lazima itokee hii hali. Kwa hiyo wewe usiogope, ni kitu cha kawaida na nitahakikisha unakuwa sawa. Mimi nikamwambia sasa hizi damu zote zimetoka wapi? Lakini baba alisema usijali, wewe usijali. Lakini baadaye nilivyonyanyuka nilihisi kabisa kwamba nilikuwa na maumivu sana sehemu za siri. Nikajua basi zimetoka huku sehemu za siri. Siku hiyo sikuwa nimefanya kazi yoyote. Alisema nisiguse chochote, nilale tu. Kama ni chakula kilibaki jana nimpashie huyu mlinzi huko apewe chakula ale, lakini mimi nisiguse chochote. Yeye atarudi kwa ajili yangu kuleta chakula mchana. Ni kweli tulikaa, muda umefika, mlinzi nilimpa chakula ambacho kilikuwa kwenye friji. Mimi sikuwa nimekula chochote kwa sababu aliletea bite zilikuwepo, akaniambia tutatumia hizo hapo. Lakini mida saa 8 saa 9 hivi baba alikuwa amesharudi kutoka kazini. Alirudi na chakula. Aliniambia nifungue kwenye buti nikiingize vitu, lakini kulikuwa kuna vyakula vizuri sana. Aliniletea nile na tulikula wote, tulikunywa na ule mvinyo tulikunywa tena. Tukanywa, lakini hii siku hatukufanya jambo lolote. Tulikaa ndani kama wiki 3. Mama alikuwa hajarudi bado kwa sababu alikuwa yuko likizo. Na mimi nikawa nimeshazoea tunafanya michezo na baba, ipiti siku 2 hatujafanya. Tumefanya michezo nikawa nimeshaitawala ile nyumba. Baada ya hapo mama alirudi. Baada ya kurudi niliona kama ameanza kama ananibana kwenye ile nyumba. Kwa sababu nilikuwa na huru sana na baba, lakini mama aliporudi nikawa tena nimerudi kama nimenywea. Na baba aliniambia sasa tutafanyeje? Hii hali itaendeleaje? Kwa sababu mimi ninavyojua mimi wewe unahitaji kufanya hicho kitu. Je, niwe ninatoka usiku na kuja? Nikamwambia hapana baba, sio nafanya hivyo. Akaniambia sasa nifanyeje? Nitakupatia wapi? Nikamwambia baba, mimi sielewi. Basi tuliendelea kuishi hivyo. Akawa muda mwingine baba anatoroka haraka, akishaoga ile akija kula ile, hata kama watoto hawajalala vizuri, tunaingia chumbani tunafanya haraka. Tunarudi, muda mwingine mama anatuita, ananiita, naenda. Kumbe nimetoka kufanya mapenzi na mume wake, yeye mama hajui. Tulikuwa tunaishi hivyo. Kwa hiyo tulianza kufanya mapenzi yale ya kuibaiba mle ndani kwa muda, tukafika mpaka miezi 6. Lakini baada ya kufika miezi 6 niliona kuna mabadiliko kidogo kwa upande wangu. Mimi nilihisi kwamba nilikuwa ni mjamzito, na kweli nilikuwa ni mjamzito. Baba alisema nahisi kama uko sawa, umeenda vizuri mzunguko yako. Nikamwambia hapana, mzunguko sasa hivi nahisi kama kuna tofauti, sijaelewa, labda tusubiri. Lakini ukweli kwamba nilikuwa nimepitiliza na nilikuwa nina mimba tayari. Tuliendelea, tulikaa, sikuwa nimejua mimba ilikuwa na miezi mingapi. Nimekaa ndani kama miezi 6 mingine. Tumbo likawa kubwa tu, lakini nilikuwa nimenenepa. Lakini mama hajui chochote. Nilianza kuvaa kujibana sana, nguo zangu zinamwaga zaidi, lakini ukweli kwamba nilikuwa nina mimba ya muda tu, yaani ni muda mrefu sasa. Kwa nasinzia mara kwa mara, lakini mama alisema labda nimenenepa tu, hakuwa anaelewa hicho kitu. Siku moja mama alirudi kutoka kazini. Akasema, "Wewe mbona umebadilika sana usoni? Alafu umepigika kama mtu mjamzito, una shida gani?" Nikamwambia hapa, nikijimoyo nikasema, hapa mama kashaanza kuhisi jambo. Nikamwambia hamna mama. Akasema hapana, wewe hauko sawa. Mama alienda kununua kipimo cha ujauzito, akaja kanilazimisha nikalete mikojo. Bahati nzuri au mbaya, mtoto wake mmoja alikuwa anataka kukojoa, kwa hiyo nikachukua mikojo ya mtoto nikamwekea mama, nikampelekea. Akapima, akasema una mimba. Lakini sasa mbona kama una mjamzito? Nikamwambia mama, mimi tu nimenenepa. Haya, tuliendelea. Tuliishi tena kama baada ya wiki 2, akasema hapana, wewe mbona unaonekana kabisa ni mjamzito? Hebu twende hospitali. Mimi nimwambia mama siende hospitali, mimi siumo, umeshanipima mikojo. Nionekana haina mimba. Tena niende hospitali kufanya nini mama? Mimi sasa akasema unanibishia. Nikamwambia mimi sikubishii mama, lakini sitaki kwenda hospitali. Mama akasema kama mimi ni mama mwenye nyumba tutaenda hospitali. Ndipo alilazimisha na tukaingia kwenye gari. Daktari alipofika pale akasema mbona huyu unakuja kumpima mimba, unakuja kumleta jifungue? Akasema jifungue nini? Akasema
huyu ni mjamzito, mbona mtoto ameshageuka na muda wote anajifungua? Huyu ni mjamzito, ana mimba ya miezi 8 na wiki 3. Na maana muda wote anajifungua, kwa sababu baada na wiki 2 anaweza kujifungua mtoto. Na wiki 3 sasa hivi huyu anajifungua muda wote, mtoto anazaa. Mama alibaki anashangaa. Akaambia mimi sijui, ni mfanyakazi wangu wa ndani nimeona kama yuko tofauti, ndio nikasema nimlete. Akasema huyu ni ana mimba kubwa, mimi najua umemleta ajifungua labda na uchungu. Akasema hapana. Ndipo mama aliponiuliza mimba ya nani, nikamwambia mama, mimi mimba sijui ni ya nani. Akasema naona wewe umebakwa na watu mle ndani. Nikamwambia hapana, nataka uniambie mimba ya nani. Kwa hiyo mama alinipiga sana, alinigombeza na kunisema sana kwamba niseme mimba ya nani. Mimi sikuwa ninasema mimba ni ya nani. Baada ya hapo, mama, kusanya kila kilicho chako, unaondoka usiku huu kama utosema mimba ya nani. Na mimi nikasema sawa, mimi ninaondoka usiku huu, lakini mimba mimi sijui ni ya nani. Wakati tunagombana, baba alikuja. Nikaenda kumfungulia mlango. Wakati nafungulia mlango nikamwambia baba, kabla tujaingia ndani, mama kishajua kila kitu. Amejua kwamba mimi ni mjamzito na nina mimba kubwa. Akasema mimba ina muda gani? Nikamwambia baba, mimba uweza amini, nimambani na mimba miezi 8 na wiki 3. Na maana nikigonga ya 4 mimi najifungua. Akasema kwa hiyo tutafanyaje? Tuko pale pale mlangoni bado hatujaingia ndani. Kwa hiyo tunafanyaje? Nikamwambia baba, mimi sielewi, na mama anasema nimeshajikusanya kila kitu naondoka. Kama unaondoka unaenda wapi? Nikamwambia sijui baba, mimi naelekea wapi, lakini sijakutaja kwamba wewe ndio mwenye hii mimba. Baba akasema sawa, niachie mimi. Basi aliingia ndani, nikasikia ugomvi. Wanagombana. Baadaye mama alitoka akasema, yaani wewe, mimi nimekuuliza muda wote huo nakwambia mimba ya nani hujanijibu, mimba ya nani hujanijibu. Mnafikiri mimi ni mjinga? Unadhani mimi sijui kama mimba ni ya mume wangu? Mmeongea hapa, nimewasikia kila kitu mlichokuwa mnaongea hapa. Sasa nataka uniambie, nihakikishe mwenyewe kweli mimba ni ya mume wangu. Mimi sikuwa nimejibu chochote. Mama alichukua begi na kulitupa nje na kumwambia mlinzi, mtoe nje ya geti nisije nikamuona huyo, na kunipa hela ya aina yote. Na baba alikuwa anataka kutoka nje, mama alifungia kwa ndani kwamba asitoke nje aje nisaidie mimi kunipa chochote kile, kwa sababu alikuwa anasema basi sawa, hiyo mimba mimi sikatai, mtoto watu unamtoa usiku anaenda wapi? Basi mimi acha nimpe chochote kitu ili anapoenda umsaidie. Akasema hakuna kumpata shilingi 100. Na mimi sikuwa na simu, sikuwa na kitu chochote kile. Kwa hiyo nilitoka humu ndani nikiwa ni mweupe, sina mbele sina nyuma, sijui naanzia wapi, sijui naelekea wapi. Baada ya muda nilifika barabarani, nikasema sasa hapa naenda wapi? Lakini kana zuba pale, labda baba angeweza kutoka mle ndani au aje afanye juu chini, mimi anipe hela niweze kwenda nyumbani. Lakini kiukweli baba hakuweza kufungulia kwa sababu sikuona mtu yote anatoka. Nilimwambia mlinzi, naomba nisaidie chochote kile. Mlinzi akasema mimi siwezi kusaidia chochote kile, wewe cha kufanya hapo tafuta namna, lala, baba yako kesho atakupa pesa. Na ni kweli baba kati niafanya naye hichi kitu alikuwa anatabiaga ananipa pesa, alikuwa ananipaga muda mwingine, lakini zile hela mimi mama wakati amenitolea begi nje, zile hela zimebaki ndani kwa sababu nilizificha kwenye kabati. Kwa hiyo zimebaki ndani, hela ni nyingi, inafika karibia hata 800, lakini ndio zipo ndani, sijatoka na chochote kitu. Basi imeenda, nikawa nimekaa mpaka saa 8 niko nje. Baadaye nikaona bora niende barabarani na tembea. Nilitembea, kuna bajaji ilikuwa inaelekea sehemu ambako ni kuna njia kubwa. Akasema dada unaelekea wapi? Nikamwambia mimi naelekea sehemu fulani. Una hela yote hapo? Nikamwambia sina. Sasa kama una unatembea unatafuta nini? Siende ukalale. Bwana majibu ya ajabu, lakini baadaye akasema ingia nikupeleke mpaka hapo unakoenda. Nikaingia kwenye bajaji, nilipofika pale kwenye bajaji nikawa natembea barabarani. Kuna gari jingine kubwa lilipita, likasema naenda wapi? Nikamwambia mimi naenda tu, sinakwenda sijui. Wakanipeleka mbele mpaka nikafika eneo linaloitwa Ubungo. Nilivyoshuka Ubungo pale nikaenda kwenye mabasi pale, wote wanataka mimi nitoe hela, lakini mwisho wa siku nilipata kuna gari lilikuwa linaelekea mkoani kwetu. Wakasema utakaa pale pembeni, baada ya kulia sana kuomba msaada, utakaa pale pembeni kwa dereva kwenye sehemu ambako wanakaaga nani yule konda, utasaidiwa mpaka hiyo sehemu nakoenda. Kwa hiyo tulienda. Basi ilikuwa inaondoka usiku, upande wa kwetu sisi tunasafiri usiku. Kwa hiyo tumeenda mpaka kuna sehemu tumepita kama mikoa miwili
kwa sababu kwetu sisi mpaka ufike unapita kama mikoa 4. Ukianza kwa sababu mkoa kuanzia Dar unaenda Moro, unafika Dodoma, unaenda mikoa kama 4 au 5 ndio unafika kwetu. Kwa hiyo fika kama mikoa 2 walinishusha kwamba kwa sababu nilikuwa sina nauli, waligombana wenyewe kwa wenyewe, na mtu aliyekuwa amesaidia mimi alikuwa tumemwacha Ubungo. Kwa hiyo mimi nilishushwa pale njiani, nikabaki peke yangu. Nilikaa ile sehemu mpaka jioni, sababu nilishushwa ilikuwa ni mida ya asubuhi mpaka jioni, sina kwa kwenda. Nikaa nimekaa pale pale mpaka nafika saa 3 usiku. Nimekaa, kuna sehemu, kuna njia kubwa kabisa hivi inayopisha mabasi, lakini nimekaa sehemu kama kibanda fulani wanauzaga vitunguu. Kuna gari lilikuja lisimama. Lilivyosimama likasema naelekea wapi? Ilikuwa ni pick up. Nikawaelekeza na kwa ikasema twende tukusogeze, lakini sisi tunapita shortcut. Nikamwambia shortcut mimi sijui. Akasema tutapita shortcut, tutapita kama mikoa 2 hivi tutakuwa tumeshafika kwenu, sisi tunapita ndani kwa ndani. Nikamwambia sawa. Ndipo tulipoanza safari rasmi. Tulitembea mpaka saa 7 usiku. Saa 7 usiku ilivyofika nilianza kujisikia vibaya sana. Tumbo lilikuwa linauma mno. Tumbo lilikuwa linaniuma sana. Baada ya muda niliweza kumwambia huyu mwenye gari asimamishe, najisikia kama kusukuma mtoto. Ndipo niliposukuma mtoto na nikajifungua mbele ya huyu mwanaume. Huyu mwanaume kwa sababu walikuwa wawili, wakaogopa sana, kwa sababu njiani kwanza tulivyofika katikati, kabla mimi sijifungua, misuko mpaka najifungua, ilikuwa ni kwamba tulienda tukafika sema, akasema dada tutatulipa nini kama tutakufikisha huko unakoenda? Nikamwambia mimi sina cha kuwalipa, hapa nilipo penye niko na nguo tu. Akasema hapana, lazima una cha kutulipa. Kwa hiyo hawa watu wote wawili mimi waliniingilia. Naona ndio misuko na mtoto mpaka akaanza kutoka, kwa sababu waliniingilia kwa lazima. Na tulivyomaliza hapo wakasema tufanyeje? Hayaingia kwenye gari tuondoke, sisi hao ndio malipo yetu. Kwa hiyo ile vurugu naona ilienda ikaamsha mtoto, na mwisho wa siku mimi nikaanza kujisikia uchungu. Nilijifungua mtoto wa kiume, na huyu mkaka mmoja alisaidia kukata kitovu. Akasema anasemaga si unapima urefu wa kidole chako sijui, akakata. Alivyokata tukatupa ile makondo, na wakasema sasa sisi msaada wetu umeishia hapa. Hatuna uwezo wa kukupeleka kokote kule. Wewe sisi tunaondoka, kaa hapo, asubuhi utasaidiwa na Samaria wema. Kuna kijiji hapo mbele. Nikamwambia sasa mnaniachaje hapa? Akasema ndio hivyo, nyonyesha mtoto aache kupiga kelele. Huku kwanza kuna wanyama. Wewe ukiendelea kupiga kelele hapo unatulaumu sisi tumekusalia tumeishia hapo. Sisi tunaendelea na safari, na tulipita zilikuwa ni njia za ndani sana. Hakuna lami, hakuna kitu chochote kile. Ni njia za vumbi tu, lakini ziko katikati ya msitu. Kwa hiyo waliniacha pale, gari iliondoka, mimi nikiwa niko pale na ni usiku, nikiwa nimeshikilia mtoto wangu. Kwa kweli nilianza kuhisi kama kulikuwepo kuna wanyama wakali. Nilisikia sauti ya simba. Nilibeba mtoto mkononi, nikajaribu kupanda kwenye mti, nikashinda. Ikabidi nichukue nguo kwa sababu nilikuwa na kanga, nikafunga, nikaanza kutafuta mti mkubwa, nikapanda juu ya mti, nikalala. Na sikuwa nimelala usingizi, nilikuwa nimekaa niko macho. Lakini mtoto alikuwa akilia nampa ziwa, mpaka saa 11 alfajiri inafika, niko juu ya mti. Nikasema maisha haya mpaka lini? Naomba kwa leo tuishie hapa, tutaendelea kesho.